Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, karibu sana katika masomo haya. Na leo ni siku ya Jumatano, tuna somo zuri linalosema Masihi aliyesulubiwa. Tunaenda kumwangalia huyu aliyesulubiwa, na kabla tujaendelea tupate kuomba. Amina. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa nafasi tena nyingine, umetuita tena tujifunze, wewe ukiwa mwalimu wetu. Baba, tunaomba utupe usikivu, tupate kuelewa. Na hata huyu mfuatiliaji wetu Baba, tunaomba naye apate kuelewa sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Masihi aliyesulubiwa. Tumeshaelezea kitendo chenyewe cha kusulubiwa, jinsi ilivyokuwa adhabu kali yenye kusababisha mateso, machungu, maumivu, lakini pia aibu. Sasa hapa Paulo, tukutende na kwa Paulo, Matendo ya Mitume sura ya 13. 13. Tuone Paulo anavyohubiri kwa watu hawa. Fungu la 26, 38 na 47. 26 nasema, anaongea na Wayahudi hapa. Endelea. Ndugu zangu, wana wa ukoo wa Ibrahimu, na hao miongoni mwenu wanaomcha Mungu, kwetu sisi neno la wokovu huu limepelekwa. 38 nasema, basi na ijulikane kwenu ndugu zangu, ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Ngapi? 47. Kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Haya, Wayahudi walihubiriwa neno hilo la wokovu. Wokovu kutoka katika dhambi. Masihi aliyesulubiwa. Msalaba wenyewe kulingana na Wayahudi unatundikwa msalabani kama ishara kwamba umefanya dhambi wewe. Kwa hiyo umekataliwa na Mungu, ndio maana hata huko juu hujafika. Alafu umekataliwa na wanadamu na nchi. Kwa sababu dhambi ni mbaya. Dhambi, hata ukitenda dhambi, ndio maana watu wanaogopa, yaani akitenda dhambi anaficha, kwa sababu anajua wakijua watanikataa, watanidharau, watanitenga, kwa hiyo anaona hata kwa Mungu wakati mwingine mtu unaogopa kupeleka dhambi, kwa sababu unaona kama yaani kama ndio yaani ukitenda dhambi unasema hawezi kunisikia. Kwa hiyo dhambi inaleta laana. Laana ni utengano. Laana ni utengano. Sasa msalaba ambao ni alama ya dhambi inaoleta utengano, eti neno la wokovu linasema huyu mfalme wa Wayahudi huyu ambaye ametumwa na Mungu kuokoa watu wake Israeli kutoka dhambi, ndiye aliyehukumiwa kama dhambi pale msalabani, akashiriki laana. Na sasa sio tu kama mfalme wa Wayahudi, maana ufalme wa Wayahudi ulikuwa huko pale kwa ajili ya mataifa yote. Wewe ni nuru ya mataifa. Eti huyu mfalme wa Wayahudi aliyekufa kwa ajili ya Wayahudi na mataifa yote, ametumikia laana ya dhambi msalabani, na sasa hatuko chini ya laana. Laana tayari imeshatumikiwa kwa kusulubishwa kwake. Petro anasema sisi tumepona.
kwa kupigwa kwake. Anazungumzia mijeredi, anazungumzia kifo cha msalaba, sisi tumepona. Masihi aliyesulubiwa. Bado tunarudi kwenye yale masomo. Hivi Myahudi bado unashindwa kuelewa? Maana Paulo katika Matendo, ukipata nafasi soma katika Matendo ya Mitume hii kuanzia 16 mpaka 47, utaona jinsi Paulo anavyotetea kwamba Yesu yuko hapa kutimiliza shauku ya babu zao, ahadi ya Mungu ambayo inatimiza shauku ya babu zao. Shauku yao ni nini? Ni wokovu. Na wokovu umekuja kwa njia hii ya mfalme aliyekuja kuchukua dhambi za watu wake juu ya mti, lakini ni kinyume cha matarajio yao. Wao hawakujua kwamba eti Mungu anaweza kuondoa laana kupitia mfalme ambaye hana hatia, eti naye ashiriki laana hiyo hiyo, tena ashiriki mpaka mwisho, kikombe akinywe mpaka mwisho. Iko ni nje ya akili, na ndio maana waliona kama unamtukana. Yaani Myahudi aliona kama unamtukana, kama mfalme Mwokozi naye afananishwe na wale anaoenda kuwaokoa katika dhambi. Maana kwa kweli Wayahudi walikuwa chini ya Rumi, walikuwa chini ya nguvu, walikuwa Babeli. Sasa walikuwa natarajia kama Kristo akija labda aende kule Rumi kule apige nani mishale huko nini, auangamize kwa njia ile mabomu, ila eti yeye anakubali wao ndio wamuangamize. Na wanamwangamiza kwa nini? Kwa sababu watu wake nao wametenda dhambi, wanashiriki Alafu sasa sikiliza, tunaposema wametenda dhambi au anakufa pale msalabani, unajua Isaya 53 anasema tulidhania amepigwa na Mungu na kuteswa pale msalabani. Petro anasema kwa kupigwa kwake tumepona. Isaya 53 anasema tulidhania, lakini alichubuliwa kwa maovu yetu. Kwa lugha nyingine, waliomuua msalabani ni Wayahudi waliomkataa, wakaona huyu ni mpuzi, anatuhubiri sisi habari ya kuwapokea maadui jino kwa jino, anawaacha hao Warumi waendelee kunani hivi. Sasa sisi ndio tutahakikisha tunamuondoa, maana anatuletea mikosi na nuksi. Afu Mungu anatumia sasa kwazo hilo hilo, anasema mimi ndio nimewaokoa ninyi. Ninyi mlidhani mnanipiga mimi, lakini mimi nilikuwa ninawavuta kwangu. Hii ni kinyume na matarajio. Wewe una uzoefu wa utendaji wa Mungu ambao ni kinyume na matarajio yako, kinyume na akili yako, hekima yako, au na dini uliyoizoea. Mungu bado anafanya kazi namna hiyo. Mungu bado anafanya kazi, kwa sababu hata leo hii unaweza ukaona kwamba ni muombe Mungu kitu hiki kwa muda huu au kwa njia hii, alafu anakuja kukujibu kwa njia nyingine tofauti. Sasa kwa uelewa ulio nao anasema kwamba Mungu amenijibu kupitia hii njia, ila mimi nilimuomba kupitia njia hii. Kwa hiyo bado anafanya kazi kwa njia ambayo wengine hawatarajii. Hivi unajua Mungu kwa nini anaturuhusu tufanye dhambi? Tumuumize. Anaturuhusu tumuumize. Hivi unajua yule ambaye anajua kabisa unamuumiza, alafu ameruhusu muumize, alafu wewe umemuumiza bila kujua au bila kupenda, alafu akaja kujifunua kwamba angalia vidonda vyangu, umeniumiza mama. Naomba nikuulize, amekumaliza hajakumaliza? Utarudia tena? Urudi. Ndivyo kilichotokea msalabani. Amina. Wewe unaweza kuruhusu vijana wako wakukosewe kwa kuwa tunamwakilisha Kristo, alafu sio wakukosee tu, wakuumize, alafu unakuja kwambia wanangu, nilikuwa ninawaambia mnisikie, angalia, yani ile imenigharimu kiasi hiki. Naomba nikuulize,
na unazungumza sio kwa ajili ya kuhukumu na kuadhibu na wewe urudishe, ila ni kwa lengo la kwamba waone. Ungeweza kureact, ungeweza kuangamiza pale pale, lakini wewe ndio umeishia kuangamia. Hivi unavyoonyesha vidole vyako na makovu yako na nini, wale watoto watazidi kuwa wakaidi kweli? Hapana, hawawezi kuwa wakaidi. Hekima ya Mungu, amen, nguvu ya Mungu. Rafiki yangu, naomba nikualike uangalie yale yote ambayo umeyafanya dhidi ya jirani au dhidi ya Mungu, alafu Mungu akakuachia. Alipokuachia, yeye ndiye alikuwa anateseka au hao wengine walikuwa wanateseka, alafu wewe unaula tu, wewe unapeta tu. Vipi sasa Mungu anapokuonyesha kwamba ni wewe ulikuwa unamuumiza yeye, bado utaendelea? Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, mvumilivu, unayeumia, kwa sababu ya makosa yetu, unachubuliwa kwa sababu ya makosa yetu, tupe kuona madonda yako, majeraha yako, kwamba ni sisi tuliokusababishia, na kwa hivyo tukatubu, tukasujudu, maana wewe ndio mfalme. Jina lako litukuzwe. Sasa hata huyu ambaye Baba leo hii umemgusa kwa neno hili, anapokurudia na kusema I'm sorry, I didn't know that, sikujua Baba, wewe kampokee na mikono yako ya majeraha na ukamponye na uasi wote ndani ya moyo wake. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele. Mpaka kesho, ndivyo tunavyoomba. Amina. Amen, amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo sasa siku ya kesho Alhamisi tunakuja kuangalia Kristo, nguvu na hekima ya Mungu. Anakuaje nguvu ya hekima ya Mungu? Usikose hili somo zuri sana. Mimi ni Geoffrey Omondi. Nami ni Enos Makalindile. Unazidi kupata kutoka Temboni, Dar es Salaam. Karibu sana. Amen.